yaliyopelekea uchafuzi na maafa ya mwaka 2020, na watawala wamezidi kila siku kuyajenga kwamba yaendelee kwa yale yale. Watu waliochafua uchaguzi huo ndio wale wale waliopo sasa. Matendo waliyofanya wanayofanya kuelekea uchaguzi wa 2020 wamekuwa wakiyafanya siku hadi siku, hatua kwa hatua. Dhamira yao bila shaka ni kuyarejesha yale yaliyotokea 2020, na dhamira hiyo ipo wazi kwenye matendo yao, ingawa kwenye midomo yao hamkauki maneno ya kuhubiri amani. Swali kubwa kutoka kwenu naamini litakuwa, ikiwa hali ni hiyo, kwa nini unaamua kuingia kwenye uchaguzi huu? Kwanza nitangulie kushukuru kauli ambayo ameitoa hapa kiongozi wa chama kwamba uchaguzi si suala la vyama. Vyama ni vyombo ambavyo vimelazimishwa kwa katiba yetu kwamba lazima vitumike kubeba haki hiyo, kubeba msingi huo wa wananchi katika nchi yao. Kwa hiyo bado inabaki kwamba vyama ndiyo njia pekee iliyowekwa na katiba yetu. Najua nyote hakuna mgombea binafsi, tofauti na matakwa yenyewe ya katiba yanavyotaka kwamba hakuna sababu ya kumzuia mgombea binafsi. Lakini mazingira yaliyojengwa ni kwamba lazima vyama vitumike. Na kwa sababu hiyo, ingawa swala hili ni moja, lakini majibu yake ni mengi na ni marefu kidogo, na kwa hiyo naomba nivumilie kidogo. Kwanza, ni kweli kwamba tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Zanzibar imeshuhudia watu kadhaa kuuliwa, kuteswa, wananchi kwenda ughaibuni na kuwa wakimbizi, wengine kulazimika kuyahama makazi yao kwa muda, wanawake kunajisiwa mbele ya waume na watoto wao, wananchi kadhaa kufukuzwa kazi kwa sababu za kisiasa, na wananchi kuvunjiwa nyumba zao na mali zao kuporwa, na mengine kadhaa ya kusikitisha kabisa. Lakini ukweli mwingine ulio wazi ni kuwa hata katika mashaka yote hayo, Wazanzibari wa miongo yote mitatu ya siasa za vyama vingi, kwa wingi na kwa umoja wao, wamekuwa wakiwapa watawala jibu lile moja, kwamba wamewakataa. Hakuna uchaguzi wote ambao watawala wamefanikiwa kushinda kihalali Zanzibar kwenye mikondo yote 6 mfululizo. Bahati nzuri jambo hili sasa linashuhudiwa na hata na wanachama waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jawabu la mwanzo limo kwenye ukweli kwamba kwa kihistoria kazi yetu wa Zanzibari ni kuwashinda watawala kwa kura. Kwamba Wazanzibari tumewaambia watawala kwamba sisi ni washindi dhidi yao. Kazi yao watawala ni kulazimisha kutawala kwa wizi na kwa mabavu. Ninaingia kwenye uchaguzi huu kwa moyo na uthubutu ule alokuwa akiingia mtangulizi wangu na mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Moyo wa kuwa na uhakika wa ushindi kutoka kwa wapiga kura halali na halisi wa Zanzibar. Nataka dunia ifahamu kuwa tunaingia kwenye uchaguzi huu kwa sababu sisi tayari ni washindi. Jawabu hili hata hivyo linatupelekea kwenye upande wa pili na watatu kama si wanne. Kutoka pale
tulipoishia mwaka 2020, Wazanzibari wana moyo zaidi na wameraghibika zaidi katika kuleta mabadiliko kwenye mwaka huu kutokana na mapungufu makubwa ya miaka mitano iliyodhihirishwa na serikali iliyopo madarakani. Miaka mitano iliyojaa ufisadi wa kutisha, miaka mitano iliyosaliti juhudi za viongozi na Wazanzibari kutaka maridhiano, na miaka mitano iliyoshuhudia dharau dhidi ya Wazanzibari. Ikiwa kuna chochote ambacho kinaongeza thamani ya ushindi wetu kwa mwaka huu, ni uelewa wa wananchi wa Zanzibar kwamba serikali iliyopo madarakani imekisiri katika ufisadi usiojua mipaka na ambao haujapata kushuhudiwa huko nyuma kwenye miradi takriban yote ambayo inatekelezwa. Hii pia ilikuwa ni miaka mitano ya kusalitiwa kwa kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye kwa kuingia kwake kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kulitokea kwa sababu ya ahadi ya mwenzake kutekeleza mageuzi ya msingi kwenye mifumo ya utawala na uchaguzi, pamoja na ujenzi wa jamii yenye maridhiano na masikilizano ya kweli. Hii ilikuwa miaka mitano ya Wazanzibari, hasa walio upande wa chama kinachotawala, kudharauliwa na kufahamishwa kuwa nao hawana nafasi katika uendeshaji wa nchi hii, kwani kwenye teuzi mbalimbali tumeshuhudia wakienguliwa na kuwekwa upande. Wazanzibari kuwa hao waliofisidiwa na waliosalitiwa na kudharauliwa ndio wanaongeza thamani ya ushindi wa ACT Wazalendo kwenye uchaguzi tunaoelekea wa mwaka 2025. Jibu la tatu limo kwenye hoja ya kipi Zanzibar inakihitaji na kipi mimi, kutokana na uzoefu wangu nilionao na uzoefu na dhamira ya chama changu, kutokana na nguvu, dira na maono yake, kilicho nacho tuko tayari kukifanikisha. Zanzibar inastahiki kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii, na inazo fursa za kufanya hivyo ikiwa itapata uongozi sahihi. Kupitia uchumi wa huduma, Zanzibar inategemea sana utengamano wa kijamii ambao unavutia wawekezaji wakubwa, uwekezaji wa ndani na pia jamii kubwa ya Wazanzibari walioko nje ya nchi. Pia kuwawezesha hatua hizo ni jukumu la awali na la kimsingi la serikali inayokuwa madarakani. Kuvitambua sio tu vitu gani vinavyojenga uchumi wa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar, bali pia vitu gani vinaweza kuuvunja uchumi huo. Kwa mfano, Zanzibar kwa miaka kadhaa imekuwa katika kupambana na changamoto za muungano, za mfumo wa muungano ambao umechangia kwa kiasi kikubwa kuidumaza Zanzibar. Tokea katika mifumo ya kikodi, kukosa nyenzo za kiuchumi na kubanwa katika ushirikiano wa kimataifa. Watawala waliopo pamoja na kuwa na mamlaka ya kisiasa katika pande zote za muungano wameshindwa kabisa kutatua changamoto hizo, badala yake zimekuwa kila siku zikirasimishwa zaidi kadri siku zinavyoendelea. Sisi ACT Wazalendo, na mahsusi zaidi mimi binafsi ambaye kwa uzoefu na historia yangu tumeweza kupambania, sote mnatufahamu, takriban viongozi wote wa ACT Wazalendo leo mnafahamu ni kwa namna gani walivyopambania na wanavyozieleza changamoto hizi na kutoa njia ya namna ya kuzitatua ili kupata Zanzibar ambayo itakuwa na mamlaka katika nyenzo zake kuu za kiuchumi. Ndio maana ninaposikia suala
linapofika suala la umoja wa kitaifa na maridhiano, sisi ACT Wazalendo tunaamini kwa kina juu ya umoja wa Zanzibari kwenye ujenzi wa nchi yao. Tunaamini kwa dhati kabisa kwa maridhiano njia muafaka ya kupita kuelekea lengo la Zanzibar mpya, na tumejipanga kuiandaa kikamilifu njia hiyo. Wakati wa kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad alipokubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, licha mapito magumu mno ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo miongoni mwa athari zake ni kuuawa kwa watu 21, kuacha mayatima 39, kuacha watu wenye ulemavu wa kudumu 18, kujeruhiwa na kuachiwa ulemavu watu 18, kujeruhiwa na kutibiwa kwa muda mrefu watu 47, na kuumizwa zaidi ya watu 600 na wengine zaidi ya 300 kuharibiwa mali na nyumba zao. Alieleza bayana kuwa madhumuni yalikuwa ni kutoa fursa kwa Zanzibar kujenga mustakabala mpya na mustakabala mwema. Yalikuwa matarajio yake na matarajio ya wanachama wenzake. Tunaamini na matarajio ya wananchi wa Zanzibar kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi angelitekeleza yale yaliyokubaliana kwa nia ya kujenga mustakabala mpya wa Zanzibar. Na hapa niseme kwamba hili hata kusingekuwa na makubaliano, hata kusingekuwa na kuombwa, kiongozi yoyote anayestahiki kweli kuitwa kiongozi, mwenye upeo na maono ya uongozi, basi hili angelifanya bila ya kuombwa, bila ya makubaliano, bila ya kupembejewa. Lakini hilo bahati mbaya halikutokea. Jibu la 4 ya swala kubwa, kwa nini sisi ACT Wazalendo na maksusi mimi kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya kuwania urais wa Zanzibar, limo kwenye hofu kwamba kuendelea kuwaachia watawala waliopo sasa madarakani kushikilia hatima ya nchi yetu ni hatari kwa nchi hii na watu wake. Waandishi wa habari, sote tumeshuhudia na tuna mifano mingi ambayo nashukuru kiongozi wa chama hapa katika hotuba yake ameieleza, ya namna watawala waliokuwa ni wakandamizaji, watawala ambao wanaojali utawala badala ya kurekebisha au kufanya mageuzi. Kila wanapopata fursa, wanapoachiwa fursa hii, wanazidi kuleta matatizo zaidi. Na mfano mzuri tunao hapa Zanzibar 2015-20 ulitegemea kwamba wangechukua fursa, Chama cha Mapinduzi wangechukua fursa ya kurekebisha baadhi ya mambo ili kuepusha maafa, lakini walitengeneza maafa makubwa zaidi ambayo hawajawahi kutokea katika uchaguzi, na tuliyashuhudia 2020. Sasa kama alitokea 2020 ya namna hiyo, kuachia tena, hatuna hakika 2030 na kuendelea yatakuja kutokea yepi makubwa zaidi. Tumeshuhudia kwamba hata waliopo sasa hivi badala ya kurekebisha wamechukua hatua nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba hatuna uchaguzi wa huru, kuhakikisha kwamba yale ya kuwatesa na kuwakandamiza raia bado yanaendelea. Na Waswahili waungwana wanasema kususia ni kwa muungwana, lakini asiyekuwa muungwana kumsusia sio dawa. Muungwana ukimsusia atashughulika, atajiuliza ilikuwaje, lakini asiyekuwa muungwana ataona yeye ni fursa ya kufanya maovu zaidi. Kuachia madaraka watu ambao kwa miaka 5 wamejihusisha na ufisadi mkubwa kama unavyodhihirishwa kwenye ripoti mbalimbali za
wakaguzi wa hesabu za serikali wa Zanzibar na yule wa serikali ya Jamhuri ya Muungano katika takriban miradi ipatayo 40. Hilo halitokuwa kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameiangusha kibiashara Zanzibar, ambao ndio ajira kuu ya Wazanzibari, kujipatia maisha, ni kuleta maafa makubwa zaidi kwa wananchi. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar wanalazimika kukimbilia Dar es Salaam kununua bidhaa hata za kawaida kwa bei nafuu, kama vifaa vya ujenzi, nguo na hata vijora. Kuachia madaraka watu ambao wameshusha utendaji wa kazi katika serikali, wameshusha uwajibikaji katika serikali, tunaamini kwamba sio kutokuwatendea haki wananchi.